Ni kukaribisha kwa mara nyingine tena msikilizaji wa Kwetu News Event katika mahali popote unapoendelea kututegea sikio, na karibu tena kupata habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 2 Julai 2026. Hii ni Kwetu News Event na miongoni mwa habari tulizonazo ni kwamba mji wa Mikenge ulianguka chini ya udhibiti wa waasi wa Twirwaneho Tabara walioshirikiana na muungano wa M23 AFC ARC Jumatano alasiri Julai tarehe 1, 2026. Kulingana na vyanzo kadhaa vya kuaminika, waasi hao chini ya amri operesheni ya Niger General Charles Sematama wanasonga mbele kuelekea mji jirani wa Bilalombili katika nyanda za juu za Itombwe na jimbo la Mwenga, Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Mji wa Mikenge ni kitovu cha kibinadamu na usalama katika eneo la afya la Itombwe na ni mahali pa mapigano ya mzunguko na vurugu kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoungwa mkono na vikundi vya kujilinda vya ndani vinavyojulikana kama Wazalendo na muungano wa waasi wa M23 RDF. Ingawa jeshi la kawaida limefanya operesheni kadhaa za kurejesha eneo hilo katika wiki hivi karibuni ili kuleta utulivu katika eneo hilo, mashambulizi yaliyoratibiwa ya Jumatano yanaonekana kubadilisha kwa muda safu za mbele. Kufikia sasa, amri ya sekta ya operesheni ya Sokola ya pili Kivu Kusini huko Kivu Kusini bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya sasa ya Mikenge au kiwango cha hasara kwa pande zote mbili. Uvira. Mashindano kati ya jumuiya yanafunga kwa ishara ya umoja mabingwa wa Wafuliro. Finali ya mashindano hayo kati ya jumuiya iliyofadhiliwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Emeboji Sangara ilifanyika tarehe 1 Julai 2026 katika uwanja wa Unity huko Uvira katika mazingira ya udugu na mshikamano wa kijamii. Akiwakilisha Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Claude Misare, mbunge wa kitaifa alishukuru hali ya umoja katika mashindano yote. Katika hotuba yake alisisitiza kwamba mpango huu ni mfano wa kutia moyo ili kuimarisha amani na kuishi pamoja kwa usawa kati ya jamii mbalimbali. Singe hali ya umoja ambayo tumekuwa nayo inapaswa kuhimizwa. Tunahitaji kusimama pamoja na kupigana pamoja dhidi ya matamshi ya chuki ambayo yanagawanya jamii zetu. Ni kwa umoja ambapo tutajenga mustakabali bora wa vijana wetu, alisema Mheshimiwa Claudia Misare. Pia alithibitisha dhamira ya Rais wa Bunge la Kitaifa Emeboji Sangara kusaidia vijana kukuza mipango inayokuza mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja. Finali hii ilihudhuriwa na mamlaka kadhaa ikiwemo gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Lakano, mbunge Mheshimiwa Sinderi, waziri wa vijana wa mkoa, rais wa jimbo la vijana wa Kivu Kusini, mwenyekiti wa baraza za Jumuiya ya Kusini mwa Kivu, wanachama wa chama cha ABC pamoja na mamlaka zingine za kisiasa na kuitawala uwanjani. Jumuiya ya Wafuliru ilishindana dhidi ya Jumuiya ya Bashi na kushinda kombe la mashindano. Kwa ushindi wao, mabingwa walipewa bahasha ya dola za Marekani 1000 kwa hisani ya waandaaji. Enyi chui jasiri, matokeo ya usiku wa leo hayapunguzi ujasiri wenu, kujitolea kwenu na fahari mliowaletea watu wetu. Sio ile tuliyoitarajia, lakini haipaswi kutufanya tusahau kile kilicho muhimu. Masemi yake Judith Suminwa ambaye ni waziri mkuu wa DRC. Uko Beni ni kwamba karibu kaya 100 zilizoathiriwa na ugonjwa wa Ebola zinapokea msaada wa chakula kutoka kwa shirika la WFP, ambapo walipata msaada wa mchele, unga, njegere, mafuta na chumvi. Lengo ni kupunguza harakati na kupunguza kuenea kwa virusi vya Ebola eneo hilo. Leopard wanaondoka kwenye mashindano, lakini hakika hawakujiaibisha. Waliandika historia miaka 52 baadaye, walipeleka DRC kwenye raundi ya 32 kwenye kombe la dunia. Wanarudi nyumbani wakiwa wameinua vichwa vyao wakifurahishwa na shukrani za taifa mzima.
Tunasalia nchini DRC ambako kundi la wafadhili wa mabadiliko ya kidijitali lilizinduliwa rasmi katika sherehe iliyofanyika Jumatano huko jijini Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kwa lengo la kuimarisha uratibu kati ya mamlaka za umma, sekta binafsi na washirika wa kiufundi na kifedha. Katika sherehe hii rasmi ya uzinduzi wa kundi la wafadhili mabadiliko ya kidijitali, tunaanzisha mfumo wa dhihada wa mashauriano inategemea imani rahisi na azma ya pamoja ambayo inaweza kufikia uwezo wake kamili kupitia muundo dhabiti, uratibu wa vitendo na maono ya pamoja, alisema Auguste Kibasa ambaye ni waziri wa uchumi wa kidijitali. Mapitio ya katikati ya muhula ya programu ya upatikanaji wa maji safi na mazingira yalikuwa lengo la warsha ya siku 3 huko jijini Kinshasa, ikinufaisha majimbo ya Kasai, Kasai ya Kati, Kasai Mashariki na Kwilu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ASPE ilijifunza Jumatano kutoka kwa uratibu wa kitaifa wa kitengo cha utelekezaji wa miradi ya PASEA. Kufanya warsha hii ni muhimu sana. Inawakilisha hatua muhimu katika utelekezaji wa programu hii ya kimkakati kwa majimbo ya Kasai, Kasai ya Kati, Kasai Mashariki na Kwilu, ikiwanufaisha moja kwa moja watu husika, alisema Nestor Manduku, mratibu wa kitaifa wa kitengo cha utekelezaji wa mradi wa PASEA kwa utelekezaji wa mradi wa PASEA nchini DRC. Kusitishwa kwa mwezi mmoja kumetolewa Jumatano kwa wamiliki wa magari na pikipiki zilizoachwa katika vituo vya polisi ili kurejesha magari yao kama sehemu ya uzinduzi wa operesheni kituo cha polisi Shigereji, kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari. Wamiliki wote wa magari au pikipiki zilizoachwa katika vituo vya polisi waliamuriwa Jumatano hii Julai 1 kuzirejesha. Kamishna wa mkoa wa polisi wa kitaifa wa Kongo PNC katika jiji la Kinshasa aliwapa kusitishwa kwa mwezi mmoja kabla ya kupelekwa kwenye eneo la kuchoma vyuma, alisema hati hiyo kutokana na matokeo makuu ya polisi ya mkoa wa jiji la Kinshasa. Kombe la dunia la FIFA 2026, hongera kwa wachezaji wa kike walichoonyesha walipata uzoefu mwingi katika mashindano hayo ya kwanza kucheza dhidi ya timu kama hizi. Hivi ndivyo mpira wa miguu wa Kongo unavyojengwa. Tunajifunza, tunaendelea kusonga mbele na tunaendelea kwa utulivu kwenye njia yetu. Kwa mechi zijazo, lengo ni kuboresha utendaji wetu ili kufanya vizuri zaidi na kuwaridhisha watu wa Kongo, alisema Sebastien Desabre ambaye ni kocha wa Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mechi kufuatia ya timu yake dhidi ya Uingereza Jumatano katika uwanja wa Mercedes-Benz huko Atlanta, Marekani, kwa kombe la dunia la 2026 linaloandaliwa kwa pamoja na Marekani, Kanada na Mexico. Operesheni za kijeshi mchini Tanganyika, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimesababisha kuachiliwa kwa watoto 1473 wakiwemo wasichana 505 kutokana na makundi yenye silaha kati ya 2014 na Juni 2026, kulingana na taarifa ya vyombo vya habari kutoka kwa program ya kuondoa silaha, kuondoa uhamisho, kurejesha jamii na utulivu, iliyopelekewa na ASPE Jumatano. Mnamo 2026, operation hizo zilisababisha kuachishwa kwa watoto 114 kutoka kwa makundi yenye silaha. Kuhusu maendeleo ya michakato ya udhibitishaji na uinizishaji, imebainika kuwa kuanzia 2024 hadi mwisho wa Juni 2026, watoto 1473 waliachiwa kutoka kwa makundi yenye silaha, wakiwemo wasichana hao 505, alisema Florence Kikasa Mwasi, mkuu wa kitengo cha watoto wanaohusishwa na vikosi vya wanajeshi na vikundi vya Kafage katika PDDRCS Tanganyika.
Sikilizaji wa Kwetu News 24, ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa habari zetu siku ya leo. Kumbuka pia habari hizi unaweza kuzipata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube. Hii ni Kwetu News 24. Mimi sina la ziada, kwa niaba ya kundi mzima na watakia nyote muwe na siku njema.